Moja ya kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya mtu ni kuwa na maarifa sahihi, uelewa sahihi, fikra chanya zinazotosha kwenye kitu ambacho anaamini kinaweza kumfanikisha. Kwa sababu tafsiri tu ya mafanikio ni uwezo wa kufika kwenye level unayoitamani, ni uwezo wa kuishi vile unavyotamani kuishi. Sasa kwenye tafsiri ya mafanikio, kila mtu kuna anavyotafsiri. Kila mtu ana tafsiri yake ya mafanikio. Kuna mtu anaamini mafanikio ni fedha nyingi, na kuna mtu anaamini mafanikio ni kufahamika. Kuna mtu anaamini mafanikio ni kuishi vizuri, kula vizuri. Yaani kuna namna anavyotafsiri, lakini kote huko huwezi kufika kirahisi. Huwezi kufika kirahisi. Kuna vitu vinatakiwa vikupeleke ufike. Sasa before ufike, una uwezo, una maarifa sahihi, una tafakari ya kutosha, kwamba kwa sababu kitu ambacho kinasababisha shida kubwa ni mtu kufika kwenye level alafu consistency ikagoma. Na I can take an example for musicians, sisi tu watu wa muziki. Yaani ni ngumu sana mtu kutoa wimbo mzuri alafu akarudi akaleta wimbo mzuri kuliko ule. Hiyo ni changamoto ambayo nafikiri wanaoiweza huwa naona ni Rose Muhando kwenye engo ya gospel. Sasa kwenye miziki ya kule nje sijajua, lakini kwa mtu ambaye naweza nikamtaja, simtaji kwa sababu miziki yake sijui, lakini naona kama anabaki kwenye chati pale juu. Tunaweza kumtaja maybe Diamond, unaona? Tunaweza kumtaja kwa sababu yuko pale juu. Tunaweza kumtaja mtu kwenye gospel kama Joel Lwaga, Paul Clement. Yaani mtu badala ya kudrop anapanda juu. Kwa maana kwamba huyu mtu kwa nini anabaki kupanda juu? Anaendelea kuwa bora ni kwa sababu kile alichoanza nacho anatafuta maarifa sahihi, nguvu sahihi ya kuleta kikubwa chake. Sasa gospel artist wengine kama kina Shusho tunaona wamedrop, wengine maybe kwa sababu tunasema ni watumishi wa Mungu, pastors na nini, lakini unasikia kuna mtu anakuambia yani nyimbo zake za zamani zilikuwa very powerful, zilikuwa zina nguvu kubwa sana, zilikuwa zinafaa sana, sio kama za saa hizi. Maanake huyu mtu ali succeed kwenda kwenye level aliyokuwa anaitaka, lakini akashindwa kubaki kwenye ile level aliyokuwa anaitaka kwa sababu hajajilisha vitu sahihi vya kumfanya stay at the top, at the climax school. Hajawa na vitu sahihi. Sasa tafsiri ya mafanikio ulionayo wewe, ile tafsiri ya mafanikio ulionayo wewe, ili uweze kufika na ubaki pale ulikofika, kama ni hapo au uzidi kuendelea kupanda kwenye chati, ni lazima uelewe kwa upana sana kwamba mimi ili niendelee kubaki hapa au ili nifike pale natakiwa kufanya nini, na nikifika pale nimeishafika sasa na bakije au naongezekaje zaidi ya hapa. Kwa hiyo hakikisha una maarifa sahihi, hakikisha una uwezo sahihi, hakikisha una nguvu sahihi, hakikisha una imani sahihi, hakikisha una tafakuri ya kutosha ya wewe kuendelea kubaki kwenye chati unapotaka wewe. Kwa sababu mafanikio bwana, kila mtu ana tafsiri yake. Kuna mtu anafikiri mafanikio ni kula vizuri akalala vizuri. Kuna mtu anatafsiri mafanikio ni kuwa na fedha nyingi sana. Kuna mtu anatafsiri mafanikio ni kuwa na magari mengi sana. Kuna mtu anafikiri mafanikio tu yani just kuishi kwa amani. Anasema if I have the peaceful environment and the peaceful heart then I have succeeded. Kwa kila mtu ana tafsiri yake ya mafanikio. Sasa kwa tafsiri yako ya mafanikio, kama mafanikio kwako wewe ni kuwa na amani, sasa make sure uwe na peace na watu wote. Yani asiweko mtu ambaye unamweka kwenye dosari ya kumweka moyoni mwako, yani unamshikilia alafu mwachie. Maana yake kama wewe tafsiri yako ya mafanikio ni kuwa na maisha ya amani, alafu kuna watu wanaweka vinyongo, hujatoboa. Kama tafsiri yako inasema ni kuwa na pesa nyingi, ni lazima uwe na nguvu kubwa sana ya kutafuta pesa nyingi, na unapokuwa umezikamata uwe na nguvu kubwa sana ya kuzitunza. Sasa unakuta mtu anakuambia mimi nikiwa na pesa nyingi ndo naona nimefanikiwa, alafu akizipata is a very good spender. Jana anafanya spending za ajabu sana. Anakula hela inaisha. Alafu yeye tafsiri yake hafanikiwi, ilikuwa na hela nyingi. Alafu sasa kirudi kwenda kuzitafuta, wewe ogopa pesa zikiwa zimepotea. Yaani umesitumia vibaya alafu zimeisha, uanze kuzitafuta. You will never ever, yani zinakuwa kama zimekutia mikosi, kama mikopo ya chuo kikuu. Unaona balaa tupo, yani haieleweki. Lakini yule ambaye anafikiri kwamba tafsiri ya mafanikio ni kuwa na magari mengi sana, make sure you are able and capable to change cars. That's why unaona kuna watu wanabadilisha magari
Leo ana gari ile, ana gari ile, ana gari ile, hata anabadilisha. Ukienda nyumbani kwake ni kama umeenda sehemu ya mauzo ya magari. Ana magari mengi sana, kwa sababu yeye tafsiri ya haki inamwambia if I have more than 10 cars then I have succeeded. Sasa tafsiri yake ya mafanikio ili abaki pale, ni lazima awe ana uwezo wa kubaki kwenye standard ya maisha. Lakini kuna mtu anafikiri kuwa na mafanikio ni kuwa kwenye level ya juu, kukafahamika na watu wengi. Ndio maana unaona watu wanapambana kwenye siasa. Yani tunaona mfano mtu anaweza kaamua tu kupinga vitu vingine vizuri tu vya kimaendeleo, lakini anapinga ili tu aendelee kubaki pale top. Unaona even watu unakuta mtu ana preach, yani badala ya preach vitu vya msingi ana preach vitu hata so, yani basi tu ili azungumziwe mtaani, kwa sababu tafsiri yake ya mafanikio ni popularity, to be known, na watu wengi wamfahamu. Sio lazima uwe na pesa, no, watu wengi wamfahamu. Unaona? Kwa hiyo kama unajua ni hivyo, alafu kuna mtu anafikiri tafsiri ya mafanikio ni kuwa na connection, yani kuwa na watu wengi ambao wanakubeba kwenye maisha yako, unajizungushia watu wanaokubeba. Hakikisha una uwezo wa kuwapata watu wanaokubeba. Sio sasa unakuta tafsiri yako ya mafanikio ni kubebwa na watu. Yaani umezungukwa na watu wengi ambao wanakubeba. Alafu mwisho wa siku you are the one carrying them, uplifting them. You will never. Yaani ile perception yako ya success ni to be surrounded by successful people, ili wao wanakusaidia wewe, utakuwa hujatoboa. Mimi jamani nilikuwa nawasalimia.